Mtumishi mchawi. Mtumishi wa shetani. Alikwambia alikuwa anaombea watu na uchawi. Magda, nilikuwa nakaa hizo vitu kwa nyumba ujui. Hata nimeshtuka. Sasa nitajuaje kama ni hizo peke yake ziko hapa? Lakini ingekuwa zingine ziko daktari angejua. Nataka uambie watu nini na nini iko hapa ndani. Hizi ni nini? Nilikununulia nguo ziko wapi? Nilikununulia nguo ziko wapi mpya? Unafanya nini hapa hivi? Naosha manguo. Manguo? Hizi ni nguo zako na za mama? Hizi manguo unafaa kuosha. Hizi zote. Unafaa kuosha hizi manguo. Unaosha mpaka carpet. Nakwambia kufua. Nakwambia kufua. Mama ndo amekwambia ufue? Unamdefend. Wewe hapo na bazana na Sandra. Kanisa yangu. Hoja, simama hapo. Simama hapo. Sivyo bwana. Nenda malizana na wewe. Bwana. Kanisa yangu. Sivyo. Pale nimekutoa. Sivyo bwana. Hey, Magda. Karibu. Siku umeniita juu hizi vitu jamani. Umenileta juu watu hapa? Karibu kwa nyumba. Wewe si mwenyewe umeniambia huko. Sasa usikie venye unaambiwa. Si umeniambia hakuna watu hapa. Na si ndio maana tunakaa chini tuongee. Tena nikae chini na hao wenye walinifanyia kila mtu ametulia, wewe tu ndio una raise voice. Hapana, mimi ninarudi. Hatuna shida na ni pastor, kuja tu tuzungumze tafadhali. Hatuna shida na wewe. Hapana. Usiogope. Nyinyi ndio mliniharibia maisha yangu. Tena nirudi nikae chini na nyinyi. Hatukuharibia maisha, tunatengeneza maisha yako. Mliniharibia maisha yangu nyinyi kabisa. Tunataka tuzungumze tu pastor na wewe, usiogope tafadhali. Hakuna kitu tunakufanyia mbaya hapa. Hakuna kuogopa, naogopa. Mimi naogopa hapa ndani nikiingia tena. Tena mnifanyie vitu mlinifanyia kitambo. Hakuna kitu tunakufanyia pastor. Kwanza nimeona daktari na ule Omondi wako pale. Omondi ana shida na wewe? Daktari hata pia ana shida na wewe. Ana shida na mimi na ndio ashaanza kupiga panganga hapa na nipigia panganga. Omondi achana na wewe, usiongee na pastor, kuja tu tuzungumze. Achana na yeye. Haki binai tafadhali, kama ni hizo michezo mimi nani nitajichomoa hapa. Hapana, hatuna shida. Najua hapa ni kwangu lakini mimi nitachomoka. Nasalimia hata watu. Pastor, karibu. Kaa. Karibu kiti. Karibu. Ni muda hatujaonana, habari ya wewe? Nahofia hapa kuna mambo mengi. Sasa unapaita kwako na unaongopa. Naogopa juu watu wenye wako hapa. Unaogopa kwako pastor? Naogopa tu juu ya watu wako hapa. Kaa karibu hapo na daktari anataka kuzungumza na wewe. Huyu ndiye alifanya nikajikuna. Tena nikae karibu na yeye tena nijikune. Leo utajikuna? Hapana. Leo pastor sina ubaya. Kaa chini nitakuongelesha. Chini sababu hapa ni kwako, hata inafaa utukaribishe. Wewe ndiye inafaa utukaribishe. Nakaa kwangu na nyinyi ndio kwanza watu wenye mlijihusisha kwa mke wangu kuninyang'anya kila kitu kuhusu hii nyumba. Hii nyumba mimi nina nini? Hata hujatusalimia, hata ujue watu wako na nini. Salamu gani tena? Namna gani? Nyinyi najuanga nyinyi hamtakangi mambo yangu yaendelee vizuri. Tena niwasalamie. Nakuuliza unaendelea namna gani? Najua si swali yako niuliza. Najua leo sitaki mambo mengi sababu nadhani unanijua. Sitaki nikuulize kitu mara mbili. Mambo yako na hapana. Sitaki nikuulize kitu mara mbili. Ungeniongelesha tu kama nimesimama hapa. Wewe sasa unaendelea namna gani tangu tuachane? Mimi niko salama, tunaona tu niko salama. Yes. Unajua mara ya mwisho tukiwa na wewe nadhani tuliongea na ukaniambia kwamba umebadilika, ndio nimetaka nikuja nithibitishe kama kweli umebadilika, urudi kwako. Unasema umebadilika. Sasa wezi lazimisha mke wangu kunirudisha kwake. Sasa ni wewe unasema namna gani? Mimi bora watoto wangu wako salama, mimi hiyo sina hofu. Wewe una shida ya kurudi ama una haja ya kurudi? Mimi sina shida, bora tu watoto wangu wako salama. Na mimi nimekuja kutembea huku leo na nadhani sasa mmeamua mbebe hadi kamera mkuje nayo kwangu. Sababu unajua mara ya mwisho tukiwa na wewe kuna mambo ambayo tuliongea. Na nikidhani unakumbuka vile tuliongea, nikakwambia kwamba ubadilike. Na tangu hiyo siku sijaona ukinitafuta hata ukiniambia naendelea vizuri, nimebadilika. Unajua ndio kubadilika si ya kutangaza. Sasa nitangaze ati nimebadilika mzee? Naanzaje kutangazia watu? Ndio maana nimekuja nitembee kwa hii boma leo, na ukiniona mimi ujue kuna makosa mahali. Haya, karibu. Sawa, fafanua.
Kuna nini yako ambayo uliacha huko? Mimi nilitoka huku. Mimi hata nilitolewa, hata sikutoka. Nilitolewa huku. Mimi hakuna kitu niko nayo. Najua sijataka mambo mengi, nimekuuliza tu swali, kuna nini yako ambayo uliacha kwa hii boma? Ni nini niliwacha jamini? Ni nini? Ni nini? Wewe mwenyewe uliua vitu zangu. Kubeba kitu? Si kwa hivyo. Nini, kuna vitu zako hapa ndani? Kama wewe unazijua, mbona huko niambia nizichukue? Mimi hata sitaki kuagi leo. Sasa nyamaza basi. Pastor, mimi nimekuuliza tu swali rahisi. Kuna nini yako ambayo uliacha huku? Ni nini? Mimi hakuna kitu niliacha. Nataka tu uzunguke kwa hii nyumba uangalie kama kuna kitu yako ambayo hii unajua ni yako, mizigo yako. Ulete tu hapa. Labda tu ni watoto wangu. Mimi nakupa ruhusa na tembea tu huku ndani kila mahali, sababu hapa ni kwako. Unajua kila nyumba, kila room. Kama kuna kitu yako, mzigo si kitu, kuna mizigo yako, kuja tu nayo hapa. Sasa jamani, mbona unanichanganyisha? Si ni watoto wangu, na watoto wangu hawako sahi hapa. Bali na watoto, kuna mizigo yako ambayo iko hapa. Gani tena Binai? Hizi ndio tena vitu mmeniitia huku. Hakuna kitu kiko huko yako nani Pastor? Mimi nitajuaje? Mwenye nyumba ndio huyu yako hapa. Haya basi nipe funguo ya huko. Natoa wapi? Mimi funguo natoa wapi? Unatoa wapi na ni wewe ulifunga na ukaenda na funguo, mimi ushainipea? Sina kuitishanga funguo, ulikataa nayo na nikaachana nayo. Huko mkiwa na Omondi huko. Si mlitoa kila kitu kwa mfuko yangu? Tulitoa nini? Tulitoa funguo kwa mfuko yako? Iliingia kwa mfuko yako. Na kwa nini unakaa nayo kwa mfuko, funguo ya nyumba? Mimi nimekaa nayo. Mimi unataka kutafuta? Nikupe ruhusa utafute. Ndio unifungulie nyumba yangu, nataka kila pahali pakiwa open. Vunja kifuli. Huyo mtu So Pastor bado hujabadilika, unaongea tuna kiburi sasa. Sasa ujinga kama hizi ndio sasa nitulie juu naulizwa maswali za upuzi kama hizi. Sasa upuzi aje na ni wewe ulifunga nyumba? Wewe ukishafukuzwa kwa nyumba utaenda na nini ya nyumba? Si unafungulia watu wanakaa kwao na amani. Uliniruhusu nirudi huku ndani. Uliniruhusu nirudi huku. Nipe funguo ndio naitisha. Sasa mimi sina funguo. Na nimekupea ruhusa pia ukuje utafute tena. Kama ukope kichapo huyu tena. Ndio daktari ndio na huyu. Ongea kwako hapa, si kwako. Unasikia? Ni kwako sasa. Wewe ni kwako. Haya sasa si kwangu. Haya wacha mwenye nyumba ongee. Nini unaficha huko kwa hiyo room? Basi mvunjia afungue. Mvunjie mfuli. Pastor, sababu mimi unajua nimefika hapa na kitu ile ilinileta hapa na mpaka nikamilishe, sababu hata ukikataa kufungua mimi bado nitafungua tu. Na shida. Mimi na nimetaka pia wewe ujionee, na unajua mimi nilikupea onyo mara ya mwisho nikiwa na wewe, nikakwambia kwamba ubadilike. Na mimi nilikuambia nitakuwa nikikumulika kila mahali, njia zako zote. Na hii muda ambaye nimekupea, hii masiku nimedhani kwamba umebadilika kabisa, sababu uliniahidi kwamba hii mambo unaenda kuacha na unaenda kumtumikia Mungu kabisa ya ukweli. Mimi sina haja na mtu. Siku hizi mimi niko tu haja na Mungu wangu. Hata sijui mbona ameniita hapa. Sababu nimetaka uchukue mizigo yako, lakini sababu umeikataa. Basi niletee hizo mizigo nasema umeziona. Mimi najua mimi mizigo zangu ziko hapa ni watoto wangu peke yake. Hizi takataka za marangi ulipaka kwa hii nyumba. Vunja utupe nje. Mbona gani anaongea na kiburi huyu? Kitu ile mimi nataka usongeshe hii kiti huku. Nataka uweke hii kiti huku sababu nataka nianze kazi. Hata wewe ndio nimekuwa na ngoja ili nianze kazi. Songesha tu hii kiti huku sababu hii mizigo yake yote nataka amekataa kuibeba. Mimi nataka nimuletee hii mizigo yake. Nataka kazi ianze, nataka huyu Magdalene aishi maisha ambaye ni yake. Maisha ya kufinyiliwa, maisha ya giza. Magdalene leo ni mara ya mwisho. Nataka nawe ukuje kwa mwangaza, uone huyu mtu amekuwa anakutumia kwa njia gani, na uone wewe ni mtu ambaye ulikuwa ukifai ukue level gani. Huyu mtu amekurudisha nyuma kabisa sababu umefungiwa. Akili yani inaona tu hapa peke yake. Haioni nje. Unajua wewe ni mtu ambaye ungekuwa uko mbali sana. Lakini hii vifungo ambayo umefungwa na anajua ni nini ambaye alikufanyia, ndio maana anaongea na kiburi sababu anajua hakuna mahali utaenda.
lakini wacha nifanye kazi ndio utajua huyu ni mtu wa aina gani. Mbona mmenitafuta? Hata mwenyewe utakuwa unajicheka. Sio mngetoa hizo vitu kama siko. Sababu hii mizigo yako umeikataa. Acha mimi niilete. Umesema hii mlango haifunguki? Hapa ni kwa master bedroom. Mlango yenye ifunguki ni hii hapa. Hii ndio mlango haifunguki? Najaribu kufungua. Si eti haifunguki, sasa tunafungua, haifunguliangu. Ni ufunguo hakuna. Sijui alifunga na nini. Najaribu kusukuma haifunguki. Haifunguki, imelokiwa. Nita kijana wa nguvu akuja ajaribu kusukuma tuone. Amoni, njoo usukume mlango tuone kama inafunguka. Nakataa. Haifunguki. Ambia alete kifunguo hapo sababu. Unatoa wapi? Ufunguo wapi na wewe mwenyewe ulikuwa unaingia hapa kwa nini ndio anajua penye ufunguo alipeleka. Sasa mimi nafanya nini ufunguo sasa? Wewe mwenyewe kwanza ndio kuna zoea kuingia kwa mfuko yangu. Sasa unaweka nani? Unaweka Omondi tena kwa ile nini? Yeye mwenyewe ndiye alizoea kuingia kwa mfuko yangu. Fungua tu mlango. Tumalizane na wewe. Bacheni kunisumbua. Mnanipigia kelele. Sasa tufungulie mlango. Ni nini mnanisumbua? Tufungulie tu mlango ndio kitu tunataka peke yake, hatukusumbui. Ni nini unaficha huko? Nini? Wewe nimekwambia. Hapana, fungua mlango. Ni nini unaficha huko? Mbona unataka kuanza vita? Hapana, usipigane. Nimekwambia uende upanue. Mimi leo nimetulia. Leo sina kuanza vita tafadhali. Tufungulie mlango kama unatufungulia. Mambo ya vita hatutaki hapa. Tumekuja tuna amani tafadhali. Mimi nataka tu afungue mlango. Mizigo yake ambaye aliwacha atuletee hapa. Hiyo ndio kitu ambaye mimi nataka. Sasa mimi nitatoa wapi ufunguo? Acha fundi, nitaita fundi akuja nini. Saa hii tunataka mlango. Mimi sasa nini unaficha? Fundi atapatikana saa hii? Fundi atapatikana, acha fundi atakuja ataitengeneza. Daktari, hii mlango ifungue. Fundi anakuja saa ngapi nani pastor? Ni saa ngapi? Bado sijampigia. Daktari, huyu mtu naona kama hatutaelewana vizuri. Mbona ana wasiwasi sababu kama anajua vitu ambaye iko huko ndani ni si halali, mbona ana wasiwasi? Si afungue tu mlango. Afungue tu mlango. Tuone. Pastor, mimi nataka tu sasa mnataka kuingia hadi kwa bedroom ya watu. Guys, hii ni nyumba yangu, si ni guest room. Sasa hii hata sijui watu wengine wakikuja wanalala basi kama ni yako. Sasa mimi unanileta hapa jia nini? Nitafunguaje na uko na funguo? Siwache kucomplicate mambo, unafungulia mlango, utoke uende zako. Nitaifungua wakati wangu kama watu wote washatoka hapa. Kwa nyumba yangu. Ndio nitaifungua. Sasa uniite kama wako. Niite kama wako ndio nifungue. Au unasimuone vizuri. Hiyo ni shauri. Zile vitu alikuwa anafanya huko Mombasa huko, kuna vitu amekuja ameficha. Mbona usifungua mlango pastor? Nitaifungua tu wakati wangu. Hamwezi kuja na kamera kwa hii nyumba ati mnataka niwafungulie. Nawafungulia, nitaifungua kwa wakati wangu mimi mwenyewe. Hapana, anafungua mlango. Na huyo fundi ambaye unasema mara unasema fundi, mara unasema utafungua kani sasa. Pigeni panganga, mkimaliza mtoke mwende. Sasa mlango utafungua? Sitafungua, nitafungua wakati wangu. Bado tu pastor uogope kichako. Sio rahisisha tu mambo story ishe. Nyamaza, hebu piga kelele kwako. Hii mdomo unajua unaongea vitu utaitafungwa tu. Usijifunge wewe mwenyewe. Sawa, sababu umekataa kufungua. Na mimi nilitembea kama nimejipanga. Ivunje kitaka. Sababu unaona ni kama hatuwezi kufungua hii mlango. Lakini mambo ya kiingia hata polisi wanaweza washika. Kwani ni kwa nyumba yangu mimi nimewakaribisha. Na si kwako. Nikaribisha nani? Wewe hata unajua karibisha. Siku zote huko umelani lesson. Hata unyenyekee hata kidogo. Nani mwalimu? Wewe sikuje ulani hiyo lesson. Nyang'ao. Nini? Wewe. Oya mzee. Nini? Mzee, nakuheshimu mzee. Kutoka hapo nione. Hebu tulia. Mzee. Nataka mkuje tu. Mzee. Mzee tulia. Mzee. Sasa kwamba hakuna kitu hapa ndani. Songa kando. Nini ambaye unakataa? Mzee tafadhali. Mzee tafadhali. Nakuheshimu. Hiyo vitu iko wapi? Ni nini? Hiyo vitu iko wapi? Mimi niko hapa, si ni kitanda. Hiyo vitu iko wapi?
Si ndio kitanda ndio unaona hapa mzee, ni nini tena? Na mbona unakataa kufungua? Si ndio umefungua? Na mbona ulikuwa unakataa kufungua? Mimi sina ufunguo. Si ufunguo niende ako nayo. Mimi niko nayo, nilitoa wapi na ulienda na funguo? Yaani imefunguka. Mimi nataka tu ubebe vitu yako ukuje nayo huko. Nabeba nini? Mimi hakuna tunabeba. Mimi sina mizigo kwa hii nyumba. Nataka tu uchukue. Yeye labda niambia nibebe kitanda niende naye. Kitanda si yako. Unabeba kitanda upeleke wapi? Sasa ni mzigo gani nyingine niko nayo? Nataka ubebe. Lakini daktari, mimi sioni kitu huko. Ndio hiyo, hata yeye mwenyewe haoni. Ni nini tena? Mwisho uliingia huko lini? Niko na miaka kama 2. Sasa tutolee kitu yenye inasema ikana iko hapa ndani. Mimi sijui mnaniomba nini jamani. Ile siku tulimalizana na nyinyi. Mkaniulia mtoto kwa Sindi. Mkaniekelea ati nataka kuua watoto wangu. Mtoto wa Sindi ulikuwa unakataa sio wako. Tena wewe ni mtoto. Nimeiona. Sababu umekataa kuongea. Nataka unisongeshe hiyo kiti hapo. Heshima sana lakini tafadhali usifanye hivi. Sasa ndio megondoni mwenye heshima. Nyamaza wewe, nini panganga mingi peleka kwako. Nini uko na panganga mingi kwa wenyewe? Sasa utaki tuchukue? Mzee tafadhali. Unajua umeshaniharibia vitu mingi sana. Uliniambia umebadilika, si ndio? Mimi nimebadilika lakini sasa mambo ya kufika tena kwa vitu zangu tena. Si ile tulimalizana huko. Ulisema nisianze kuumiza watu. Si niliacha kuumiza watu. Lakini sasa mimi nataka ubadilike kabisa. Mzee tafadhali. Songa nipite. Mzee wewe ni mwenye heshima tafadhali. Mzee tafadhali na mzee tafadhali. Usitake nifanye kitu. Mzee tafadhali. Wewe unapiga magoti Usitake nifanye kitu. Sasa sauti imepungua. Tafadhali mzee. Nadhani unanijua nisonge. Mzee tafadhali nakuomba tafadhali mzee tafadhali. Sasa sauti imepunguka. Nakuomba. Angalia kwa hiyo corridor hapo kuna kitu uchukue ukuje nayo. Mzee tafadhali. Ondoka hapo, daktari afanye kazi yake. Ondoka daktari apite. Mimi unanishikashika. Unajua koti ni pesa ngapi? Osha inunua koti hata. Unachangia kunupati koti. Ushajua hata kuchangia. Wewe mwenyewe ulikuwa unaishi. Wewe unajua penye ulikuwa unaishi. Shikia mimi. Nyang'ao. Ufai hata kuongea penye watu wako. Ati unasema hakuna mizigo yako? Ati daktari tafadhali. Nasikia unaitwa daktari. Unasema hakuna mizigo yako. Sikia sasa. Unasema hakuna mizigo yako kwa hii nyumba. Yaani nimeishi na hizo vitu kwa hii nyumba. Umesema kwamba hakuna mizigo yako kwa hii nyumba, ulitoka na kitu ambaye ni yako, si ndio? Hii ni uchawi hii. Hii ni uchawi. Nipe hiyo bag yangu, nipe hii silaha yangu, nipe hii silaha. Nyinyi wengine msiguze, nipe hii silaha yangu. Ulisema kwanza nisipate na hiyo. Pastor. Hii ilifika aje hapa sasa? Mchungaji. Ulisema kwamba hakuna kitu yako hapa ndani, wewe ulibeba vitu yako ukaenda. Hii ni ya nani? Tukitoka kwa kiwanja uliniona nikirudi huko, si nilifukuza hata niliambiwa nisirudi huko. Unataka kusema hii ni ya Magdalene? Hii ni ya nani? Mimi sijui. Sio yako. Mzee tafadhali. Sema tu kweli. Nataka uongee sababu ulisema hakuna kitu yako hapa ndani. Hii unataka kusema ni ya nani? Usifungue. Nitaitoa. Hapana, acha afungue. Nitaitoa, nitaenda nayo usitoe. Nitaitoa. Beba twende nayo huko. Beba twende nayo huko. Laana hii. Beba twende nayo huko. Daktari ati pasta. Umondi. Ndio huyo pastor wenu sasa. Pasta mgani huyu? Twende nayo huko nje tu. Nataka uweke huko nje. Mary ndio huyo pastor wenu. Usipasuni mchawi, alikuwa anaturudia uchawi. Mtumishi mchawi. Mtumishi wa shetani. Alikuwa alikuwa anaombea watu na uchawi. Magda nilikuwa nakaa hizo vitu kwa nyumba ujui. Hata nimeshtuka. Sasa nitajuaje kama ni hizo peke yake ziko hapa? Lakini ingekuwa zingine ziko daktari angejua. Nataka uambie watu nini na nini iko hapa ndani. Na hao watu umewafunga kwa nia gani? Ulikuwa na mipango gani nao? Na kwa nini ufanyie hao watu hivi? Hao watu wote ambao umewafunga walikukosea nini? Lakini mzee tafadhali. Si tumalize tu hii kitu bila watu. Ongea na ile sauti ulikuwa unaongea nayo tukiwa pale hivyo. Hao watu ambao umewafunga hapa, uko na nia gani nao na una mipango gani na maisha yao? Sababu unajua wako wanateseka hapa ndani. Wanateseka wapi? Maisha yao ni watu ambao waendelei, magonjwa inawasumbua. Maadui zako wote waka hapa ndani. Kwa nini?
Sasa tangu wewe mwenyewe tangu uanze kunifuatilia, ushaniona nikirudi Mombasa? Kwa nini? Nao wale ushaniona nikirudi Mombasa. Hata mimi umenijaribu mara mingi lakini mimi huwezi faulu. Acha nikuambie mimi huwezi faulu. Mimi umenijaribu mara mingi. Lazima useme hiyo mbele ya watu. Watu ambao waka hapa ndani ndio mimi nataka uwaachilie. Nataka pia nao waone mwangaza. Watoke kwa giza. Naye waanze kufanya maendeleo. Hata watoto wa ndugu yako waka hapa ndani. Na ni familia. Mbona ufanye hivyo? Siku zote anasema watu wako ndio wanamuonea wivu. Mbona nyumbani ulifukuzwa kwa nini? Sasa mbona mnatangaza? Si ni mambo yetu, sasa tuongee watu wawili. Nyumbani ulifukuzwa kwa nini? Sababu hata walikukimbisha, hata ni ulitoroka. Huyu mtu ukigombana na yeye anakuja anakuweka hapa. Bora mpitane na yeye kidogo. Hapa ndiye anakuja anakuweka. Hata Magdalene yaka hapa. Omondi yaka hapa. Mpaka bibi yake. Sasa mimi nilifanya nini? Sasa jameni. Omondi pia uko hapa. Hizi vitu zote zimefanyika. Sijui. Wewe umenisaidia. Wewe jai nisaidia. Alikuwa anamfunga mlete pesa basi. Ndio maana Omondi ulikuwa unatoa tu pesa. Utafungua ama mimi mwenyewe nifungue? Ndio maana Omondi ulikuwa unatoa tu pesa ukitisha. Basi alikuwa amefanya hivyo ndio nishinde kutoa pesa. Watu tu. Kufanyia kazi. Sasa nani pastor, bibi yako unaanza aje kumfunga? Bibi yako alikufanyia nini? Mtu mwenye amekupea familia, unaishi na yeye kwa nyumba. Anataka akuwe chini yake, yani chochote ambaye anamwambia akuwe anamsikia. Hata hii nyumba ndio unaona hata huyu mama hako pingana kukuja kuleta yeye kwa hii nyumba. Ndio mimi nakwambia maisha ambayo unaishi Magdalene, hii maisha si yako, uko hapa ndani. Yani kitu ambayo wanakuambia wewe unafuata. Wewe ni mtu mkubwa sana. Wewe ni mtu ambaye uko na nyota. Mimi nilikuwa nafanya vizuri ndio maana nilijenga hii nyumba. Nilikuwa naendelea vizuri. All of a sudden sijui biashara zimeanguka. Watoto ni kungojeka, pesa yote inaenda hospitali. Hakuna kitu inaendelea. Uko hapa ndani. Omondi uko hapa ndani. Kwa hivyo ulinifunga ndo nizidi kutoa tu pesa. Pesa itoke tu. Yaani kazi yake ni kutumia tu watu. Unataka kufungwa. Hebu nyamaza penye wako. Mzee tafadhali. Watu wanataka mzee tafadhali. Tulia kwanza tuongee mzee. Tulia kwanza tuongee. Mzee hapana, tulia tu tuongee. Acha tu tuongee. Fungua mwenyewe. Wewe basi si ufungue. Fungua mwenyewe. Unajua unanipoteshea muda. Najua lakini tulia tu tuongee mzee tafadhali. Uliniambia mara ya mwisho tukiongea uliniambia aje? Mimi nilibadilika. Hizi vitu sijui zilikuwa hapa aje. Sasa kwa sababu hujui ilikuja aje hapa. Lakini tulia tu. Mimi nasema hivi, ona nitazitoa mimi mwenyewe. Nazitoa naenda nazo. Acha nikufungulie uende nazo tu mara moja. Sasa tena ni gani? Acha nifungue uende nazo mara moja. Siambukizwe. Ndio huyo mchungaji mtumishi. Ndio huyo mtumishi Magdalene. Magdalene. Hiyo ni panti. Magdalene. Hadi picha yako. Hiyo si ni picha yangu. Mbona uko wicked hivyo? Picha zangu mbona umeweka hapo na guy? Na mbona zimeshikanishwa na panti? Hii panti unaijua? Hii ni yangu. Hiyo ni panti yako? Na ilipotea tu hivyo, mimi nikaassume ilianguka sababu ya sijui kiosho huko. Hawa nani nimeweka hapo juu alininyang'anya shamba. Hawa walinyang'anya shamba. Watoto wadogo jamani walikunyang'anya shamba. Kunyang'anya shamba. Nyinyi tafadhali, naongea na wazee, siongee na watoto wadogo kama nyinyi. Hao watoto hawa wanashindanga usisa yote, mama yao atuliangi. Unawajua watoto? Si ni wa brother yake. Wewe acha nikuulize Binai. Wewe hata sasa ufanyiwe kitu mbaya kama hiyo. Familia yenu kunyang'anya shamba. Utafanya nini? Si utajaribu kufanya vile unafanya ndio pia mali yako irudishwe. Wewe ushakubali mambo yote. Hebu nyamaza yuko hapa. Hebu yuko hapa, hebu nyamaza. Nataka mumulike yeye kabisa, kila mtu amuone. Nataka mumulike yeye. Sasa hizi ni gani? Nitavunja hii kamera, tafadhali. Huwezi kwa unatumia. Nitavunja hii kamera. Msinimulike na hizo ujinga. Pia ambao wazazi wao waone. Sasa unachukua mpaka panti ya nani ya Magdalene. Anajua bei ya hii panti. Juu zenye nadhani unaona ni ona huyu.
Nataka urudishe hizo vitu hapo pastor. Na unajua tu nikikasirika vile mimi huwa nafanya, rudisha hizo vitu hapo. Tumemaliza hii story. Si umeshaifungua? Tubeba picha zetu upeleke wapi? Tumemaliza aje? Huyu ataenda kupeleka kwingine, rudisha tu. Naona unanikasirisha. Rudisha hizo vitu hapo. Nataka uambie watu hii ni nini? Hii kitu ni ya nini? Yes, kitu ya nitafanya. Hiyo siwezi fanya. Sasa wewe ndio wewe umeifungua, wewe waambie ni nini? Wakati watoto walikuwa wanakufa mama, damu alikuwa anaweka hapa ndani. Na alikuwa anakunyisha hiyo nyoka yake. Mtumishi wa shetani huyu. Hii ni ile ya kutegea damu. Hao watoto ambao walikuwa wanakufa. Na huyu mtu amewahangaisha sana. Na huyu mtu sasa nataka leo mpate mwangaza. Mtoke kwa giza. Hii vitu vile alikuwa amewafunga hivi. Hakuna maendeleo ule ungaifanya. Yaani akikuambia kitu anakucommand. Akikwambia kitu kuniharibianga tu familia yangu tu, ushaniharibia kila kitu. Nataka uaibike maovu yako yote, kila mtu ajue, dunia mzima ijue wewe ni mchungaji wa aina gani, sababu huwezi haribia wachungaji jina, unajificha kwa neno na maovu ile unafanya. Hii ni nini? Watangazie nimekubali. Mimi nataka ubadilike leo. Ndio maana nimeamua nikuje na hawa vijana waweze kukurekodi. Kunianika hivi hadharani. Kwa sababu huwezi jibadilisha we mwenyewe, si una exposiwa. Ni nyamaze aje wakati umenitumia hizo miaka zote. Hizi ni vitu gani hizi? Kwani subasuoze kama umetumika. Acha umulike, ushamulikwa. Jue huyu mchungaji. Kwanza unafaa unyamaze mbele ya watu. Mchungaji, nataka ufungue hao watu. Hiyo ndio kitu ambaye nataka ufungue hao watu. Ufanye vile ulikoshaanza, wewe ndio ulishaanza. Nataka uachilie na sitaki tupishane. Na hiki kitu nasemanga ukiifungua wewe ndio unamaliza shughuli yote. Nataka uachilie. Sasa mimi sijaifungua, wewe ndio umeifungua, sasa maliza shughuli yote. Nataka uachilie ili mimi niweze kumalizia hii. Unajua sasa hivi sina nguvu ya kuachilia juu mimi sijaifungua. Wewe ndio umeifungua, sasa wewe maliza. Hivi vitu uachilie hao watu. Hiyo ndio kitu ile nataka kutoka kwako. Naichukua naenda nao wapi? Nataka uchukue hizi vitu uachilie hao watu ili niweze kuwatakaza, maisha yao irudi kawaida. Watakase, mimi hiyo sina haja nayo. Mimi sina haja na hawa. Mimi sasa ninaishi maisha yangu. Mbona basi utufungue, release. Mimi sina nguvu. Hii kitu yeye mwenyewe ndiye ameifungua. Kuna kuongea. Huyu mtu naona anataka adabu. Unataka adabu. Uko tayari kuachilia watu ama upate adabu sasa? Siwe ndio umefungua. Hata hii kitu siwe ndio unajua, hata wewe mwenyewe unafunga, wewe mwenyewe ufungue na uache kutuharibia time. Daktari hapana, wewe unajua vile hizi vitu zinafanyanga kazi. Uko tayari kuachilia hao watu? Mimi niko tayari ukiniambia niachilie, lakini sasa ndaachiliaje na sijafungua? Nataka uachilie hao watu. Basi fanya hivi. Fanya hivi daktari. Unataka niwaachilie? Si hivyo ndio nataka? Nataka uchukue hizi vitu. Chukua hizi vitu, urudishe ndani, nitoe mimi mwenyewe ndio nipate hiyo nguvu ya kuachilia. Nataka uchukue urudishe uachilie. Wewe fanya hivyo. Sababu nikifungua hii bag tena itakuwa ni mambo mengine hapa tofauti. Nataka uachilie kabisa. Sasa hizi ni gani tena? Hizi ni ujinga zingine. Ujinga yenye ulifanya, unazita ujinga na wewe ndio ulifanya. Miaka yote nataka uachilie kabisa. Fanya mambo yako venye unafanya uachilie. Kitu uachilie kabisa, uachilie ufungue. Yaani mchawi kabisa. Basi nitafanya tu mkitoka karibu na mimi. Hii sifanyangi nikiwa karibu na watu. Labda nibaki tu na huyu mzee peke yake. Sisi wenyewe ndio tumefungwa. Hizi ni vitu zetu ziko hapa. So daktari, ni ukweli tunafaa kutoka sisi? Mimi nataka waachilie. Mimi nataka waachilie, fanye vile anafanya ili aweze kufungua hao watu warudi hali yao ya kawaida, sababu hao watu wako kwa giza wanapambana na magonjwa mara kwa mara, kuteseka. Nataka ufungue tu hao watu, na leo sichakuja na kikasirika. Nataka ufungue uachilie. Rabashika. Hebu nyamaza, hiki tutakangi kelele, panganga mingi peleka kwa bibi yako. Ushughulike na kile unafanya. Nyang'au, mio nyang'au wawili, hebu tokeni hapa. Rabashika, 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 rabashika. Rabashika, 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 rabashika. Sasa alikuwa anafikiria nini akifanya? Hebu nyamaza, kierere peleka kwako.
Hiyo ndo yako Magda? Picha yangu hata sijui alikuwa saa ngapi. Yako ndo hiyo nani? Picha yako ndo hiyo nani Omondi? Unaiona. Hata anaishi. Hii ni picha lini? Naona uko na nywele. Nakumbuka sidai fulani nilienda photoshoot ilikuwa ka event. Nikamua tu nitwange ile moja tu ile kutulia tu. Hiyo ni panty. Magda umesema hiyo ni yako? Hiyo si ni aibu. Hai. Unaogopa kuiguza? Sasa unaguza vitu juu zimefanyiwa nini? Haina shida, sasa amewafungua, haina shida. Haina shida kiguza. Kati yangu ilipotea kitambo sana. Na nikamuuliza akasema hajaona kwa bafu. Sasa mimi nataka niwatakaze tu ili nyinyi naye mkuwe free. Mambo yenyu mkifanya inyoke. Kila kitu ambaye mnafanya kwa maisha yenyu ifanikiwe. Mmetoka kwa giza sasa. Huyu mtu amewatesa kwa muda. Lakini kuanzia leo mnaona mwangaza. Hii vitu Magdalene utachukua kiberiti, uko na kiberiti kwa hiyo nyumba. Utaziteketeza tu. Mimi mwenyewe. Hazina shida. Hii saa hii haina shida. Hizi huyu mchungaji. Unataka kuacha picha yako tena itumike? Huyu nimemaliza. Hii hakuna ujuzi ambaye atapita hapa. Hii kila kitu nimemaliza. Hii mambo yote nimemaliza. Wale ambao walikuwa hii ni maajabu najua. Maajabu kubwa sana. Tasikianga tu uchawi na kuanga naonanga kwa movie, kumbe ni real. Wale walikuwa wamefungwa sasa wako huru. Unaweza fanya mambo yenu. Mbona uko guilty? Si uache daktari amalize kazi yake. Umepatikana. Si unyenyekee. Nyenyekea. Daktari, si ufundike tu mtu mdomo tafadhali. Kwa vitu zenye umefanya hizi pasta tena bado unaongea tu na kiburi. So chukue vitu zako uchome pale. Pasta chukua hizi vitu. Tena nachukua, si tena nishafanya vile. Kwani utakuwa sasa unanitumia kama chukua, enda teketeza mwenyewe. Chukua. Chanda tengeneza. Chukua kiberiti ndio hii. Eka pale, choma saa hii tu kila mtu akiangalia. Choma saa hii. Unataka kupeleka wapi tena? Bora tuende Mombasa tena. Choma. Naambia Mombasa kichwa yako. Kuna kiburi tu huyu. Mimi naomba tu ape tu kichapo moja safi. Kichapo moja kichwa yako. Asimwache bure. Ajikune milele. Unalalanga aje usiku ukitesa watu hivi? Nalala kwako mbwa hii. Niulize swali gani? Unaona matusi, unaona vitu. Anatoka kwa mdomo yake. Unaona? Kai. Nimemaliza daktari. Sasa kazi yangu gani hapa nitoke? Siwache huyu ajikune tu ile kidogo tu, ajikune tu kidogo. Fanya tu kitu nyama. Daktari sompea hata kadabu kidogo huyu. Ajikuna akienda kwake malana. Kwanza nataka nimalize kile. Uko na kiburi. Nataka nimalize hizi vitu kwanza. Huyo zawadi yake niko nayo. Siwezi muacha hivyo, niko na nataka nimalize tu kila kitu. Nataka nimalize kila kitu nione mko sawa na huyu nimpe zawadi ya hizi ambaye zimebaki hizi naenda nayo. Hii sababu hii inahitaji mambo mengi. Hii nataka mimi mwenyewe naenda nayo. Niweze kuiharibu kabisa. Hii ndaenda nayo hii ndaenda nayo mimi mwenyewe. Kila mtu amejionea. Na Magdalene sasa hii boma iko sawa. Kuanzia leo hii boma iko sawa. Kila kitu saa hii kuwa na amani. Fanya maendeleo hata kuku fuga. Naona mlikuwa mmefuga inakufa tu. Kila kitu fuga. Sasa mimi nataka nikupe zawadi yako uende nyumbani. Zawadi gani tena? Na nisiwahi kuona hapa tena. Nataka nikupe zawadi yako. Na usiwahi rudi wa kwangu tena. Penda ukijikunya. Kuniena huko. Pasta nani daktari nani ndamtolea hiyo? Acha aende, acha hiyo. Hiyo ni zawadi. Mpaka ile siku ataamua kubadilika, ndio hiyo vitu itaondoka kwake. Itaondoka kwake. So kwa hivyo atajikuna hivyo siku zote. Hiyo mpaka siku ile ataona kweli ameamua kubadilika. Ndio hizo vitu zitamuondokea. Magdalene hii bomba sasa iko sawa. Omondi uko sawa. Pesa yako itafanya maendeleo.
mambo yako itafunguka. Hata wewe pia naona ulifanya kazi mzuri, sababu na wewe ndio ulisababisha hao watu watoke kwa giza, sababu kama si wewe watu wanahitaji rafiki kama wewe. Ukiona mabaya usinyamazie. Usifunge mtu sababu ati ni pastor ama ni nani, unaona anatenda mabaya alafu unanyamaza, sababu unajua hii vitu ingekuja ilete shida baadaye. Lakini mimi nakushukuru kwa busara ambayo ulichukua na enda ujikune na huko. Uache kushika gate yangu, enda. Hakuna tunaendelea, hakuna. Wazimu. Hata mfanye nini? Unajisikia mko na nguvu? Tuone sasa. Tuone. Enda ulete zingine. Wewe mwenyewe uko na nguvu gani? Enda ulete zingine. Hapa mnaniambia nini? Uko na nguvu gani? Endelea hapa. Hakuna Utoke hapo tuone kama itaendelea. Tutaona, hakuna tunaendelea. Mdomo mingi nini na wewe hata wig hauwezi nunua. Wig yangu si bado ndo umevaa hadi saa hii. Si nice punda hii. Naishi kwangu na uko na mdomo. Naishi kwako, wewe unajua hata jumba ya bomu. Wewe unajua nyumba ya bomu.